Sio kama zinatoka kitumboni, lakini unazaliwa tu tayari unavishwa riziki unoni kwenye kwapa, unaambiwa ni ulinzi. Kwa hiyo tukawa tunaaminishwa kwamba waganga wa kienyeji labda na utabiri wao na unajimu wao au na kupiga zile nyanga, basi wao labda ndio kazi halisi wanayo, labda ndio wao wanaweza kila kitu, pasipo kujua kwamba wale wanatumiwa na shetani, ni mawakala tu, lakini mwasisi wa unabii ni Mungu mwenyewe. Hainipi pressure sana, na ndio maana naendelea. Nimependa swali lako, ni nzuri sana. Katika unabii kuna watu ambao kwa sababu ya kuwa nitumie ni ignorance, uelewa mdogo, elimu ya kutosha ni ndogo, wamekuwa wakidhani mtu anapotoa unabii labda kuna namna fulani ya usawa na uchawi, kwamba anajuaje huyu mtu. Na hii, ndugu mwandishi, inakuja kwa sababu ya familia ambazo tumetoka. Familia nyingi za Kiafrika tunazaliwa na ilizi viunoni. Sio kama zinatoka kitumboni, lakini unazaliwa tu tayari unavishwa ilizi kiunoni kwenye kwapa, unaambiwa ni ulinzi. Kwa hiyo tukawa tunaaminishwa kwamba waganga wa kienyeji labda na utabiri wao na unajimu wao au na kupiga zile nyanga, basi wao labda ndio kazi halisi wanayo, labda ndio wao wanaweza kila kitu, pasipo kujua kwamba wale wanatumiwa na shetani, ni mawakala tu, lakini mwasisi wa unabii ni Mungu mwenyewe. Nabii wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Sasa ninapokuja kuambiwa kwamba labda prophet anatumia nguvu za giza au kuna uchawi ndani kwenye unabii, hainipi shida, kwa sababu hata Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 12 alipotoa pepo ndani ya mtu, maandiko yanasema Mafarisayo na baadhi ya waandishi wakasema kwamba huyu hatoi pepo kwa uwezo wa Mungu, bali anatoa pepo kwa mkuu wa pepo Beelzebuli. Na Yesu akawaambia, kama mimi natoa pepo kwa mkuu wa pepo Beelzebuli au ibilisi, shetani mwenyewe, na wana wenu wanatoa pepo kwa nani? Akawaambia kwamba ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho Mtakatifu, basi mjue ufalme wa Mungu umewajilia. Kwa hiyo kama Yesu aliambiwa hivyo na akasema, ikiwa mimi nilie mti mbichi mwanifanyia hivi, je, kwa mti mkavu mtafanyaje? Sisi watumishi wake ni kama miti mikavu. Kama Yesu mti mbichi walimsingizia na atoa pepo kwa mkuu wa pepo, mimi nikiambiwa siwezi kushtuka, siwezi kushangaa, kwa sababu Mwokozi wangu aliambiwa hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu mwandishi, hainipi shida. Ninachoangalia ni nini Mungu amenituma kwa watu na nikipeleke. Kwa hiyo hajanipa changamoto hii ya miaka 20, na itakuwa ni kabambe kuliko unayoona hii sasa hivi. Na baada ya miaka 20 ya mwakani, sasa tutakuwa tunafanya kila baada ya miaka 3 au 5. Tutapanga na uongozi wa kanisa, kwa sababu tuna bodi ya kanisa. Tutapanga kwamba kila baada ya miaka mingapi tutakuwa tunafanya. Na swali lako lingine ukasema vipi kuhusu usalama, kwa sababu watu watakuwa ni wengi sana. Tumeshaongea na jeshi la polisi, na jeshi la polisi limetupa mkono wa shirika. Wamesema watakuwa na sisi kuhakikisha kwamba usalama unakuwa vizuri sana. Watakokuja na magari yao, watakokuja na familia zao, wanakuja na waume zao na wake zao na watoto, watahakikishiwa usalama wao, si tu wao binafsi wa miili yao na watakachokula, lakini mpaka na mali zao. Hawatapoteza hata wallet, hawatapoteza hata site mila ya gari. Kwa hiyo usalama uko vizuri. Lakini mbali na jeshi la polisi, tuna makampuni ya ulinzi ambayo yatakuwa yanafanya huduma ya ulinzi, na pia tutakuwa na internal security, askari wa ndani ya jengo watakokuwa wanatusaidia kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa sawa. Protocol zote ziko vizuri kabisa, bwana Said Lemi. Kama taifa tumepitia kipindi kigumu Oktoba 29, 2025, lakini pia kama kanisa imepitia kipindi kigumu pia kwa nyakati zake. Ni kujibu hivi, dada Jane. Kwanza, kama kanisa ningetamani sana tujikite hapo kwenye kanisa. Alafu ya Oktoba 29 tume ya Chande ipo, na sio kitu kizuri sana kama taifa kurudisha uchungu au maumivu. Tutakuwa hatuponyi, tunaumizana. Na naomba niwasaidie waandishi wa habari, hii nchi ni ya kwetu, hii nchi ni ya kwetu. Believe me, sawa tutakuwa tunafanya, tunataka kwenda kuuza content huko nje, lakini hii nchi ni ya kwetu. Ni viongozi wa dini ya kwao katika taifa hili, ni wanasiasa ya kwao kwenye taifa hili, ndio nchi yao hii. Waandishi wa habari ni ya kwao, si kama nipata vizuri, wanaharakati ni ya kwao. Sasa
Ni kama umepewa yai kwenye mkono wako hivi. Hilo yai usipolishikilia vizuri, likipasuka, utaweza kulizoa, utaweza kuliumba tena kwenye gamba lake na kuweka kile kiini na ule ute. Nchi uliopewa wewe ni ya kwako. Kwa asilimia kubwa, sipeleki shutuma katika haya makundi, lakini kwa asilimia kubwa waandishi wa habari tumehusika kuibomoa nchi kipindi kile, kwa sababu hata mimi na chombo cha habari hapa, sio vyombo ninavyo. Nina Spirit FM Kilwa, nina Thunder Television, Thunder TV wapi Gairo, Morogoro, nina WMTV, mmenisikia? Tuna gazeti Mtendakazi. Sasa siwezi kujitoa huko, lakini tulitumiaje kalamu zetu? Tulitumiaje media zetu? Tulikuwa tunajenga, tunabomoa. Lakini pia tuje kwa watumishi wa Mungu, kwenye taasisi za dini. Mimi ni mchungaji, ni askofu. Kwa title serikalini mimi ni askofu. Kwenye huduma ya kiroho mimi ni prophet, ni nabii. Mmenisikia? Uielewe hiyo vizuri kwanza, hiyo concept. Kwenye registration ni askofu Suguye. Lakini kwenye huduma alionipa Mungu ni prophet. Ndio maana nikitoa unabii unakuwa kama Mungu alivyonituma. Sasa mimi nabii zangu nilikuwa nazitoa vipi? Na je, Mungu alikuwa ananipa au la? Je, nilikuwa nafikiria ninachokitoa hapa Mungu ameniambia kwamba niseme mbele za watu? Nabii nyingi zimetoka za kutuvuruga. Mafundisho mengi yametoka kutuvuruga. Lakini kwenye dini huko, kila mtu kwa dini yake, kwa dhehebu lake na kwa cheo chake, tumetumia vile vile wakati mwingine vibaya. Tukiacha hilo, tukija sasa kwa upande wa wanasiasa, hakuna asiyejua tumetoa matamko mengi sana ya ajabu kabla ya Oktoba 29, mengi sana ya ajabu, mengi sana. Mengi mnayafahamu nyinyi waandishi, mnajua. Tutawekwa ndani, kamata weka ndani, fungia, labda sio kitanuka, tutakiwasha na nini, yote iwe CCM, Chadema, sio wapi, vitu vilitokea. Sasa nimesema tusiyakumbushie yale. Mwisho wa siku kila mmoja alivyokuwa ndani ameona zile siku 5 hakuna cha nabii wala cha mwanasiasa wala cha askofu wala cha mwandishi wa habari. Tulikuwa ndani wote na tulisema Mungu tusaidie, bora tutoke salama. Na wengine tulipoteza ndugu zetu, si ndio? Sasa ukiniuliza nina ujumbe gani tuliopitia yale, ujumbe wangu yaliyopita si ndwele. Tugange tuijenge nchi, tuijenge nchi. Hii nchi kuna watu wanaitamani. Namshukuru Mungu mimi nimesafiri. Nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda India, nimeenda nchi za Kiafrika, South Africa, Lagos, Cameroon. Nimesafiri, ingawa mimi sio mtu wa proud kwamba nikisafiri najifanya selfie. Napiga selfie ndio nasafiri, ndio naenda. Lakini ndio maana ulipofika hapa umeshtuka kwamba jengo liko huku hili. Kwa sababu sio mtu wa kusema kila wakati kila kitu nifanye nikiweke public. Sasa nilikopita kote huko nimekutana na watu ambao wanaitamani Tanzania. Wanatamani Tanzania, wengine sio wa Tanzania kabisa, wazungu. Nilikopita huko nimekutana na watu wanatamani amani iliyoko Tanzania. Na wengine wakawa wanasema ilindeni nchi yenu. Nchi ina vitu vingi vizuri vya baraka. Ina utajiri mwingi sana. Sasa nini cha kufanya? Mimi na wewe, kwa maana wewe mwandishi wa habari na mimi mtumishi wa Mungu. Nikisema mimi mtumishi wa Mungu na maanisha watumishi wa Mungu wote wa dini zote. Nikisema nyinyi waandishi wa habari na maanisha nyinyi mnawarepresent, mnawakilisha waandishi wengine ambao hawako hapa. Lakini pia na wanasiasa. Hebu tuwe kitu kimoja kuijenga nchi yetu ili vizazi vinavyokuja tusiviachie magofu. Tusiviachie laana, tusiviachie maumivu. Hivi fikiria, ingekuwa ni enzi ya mzee Nyerere, ingekuwa ni enzi ya mzee Mwinyi au mzee Mkapa, wamefanya haya matakataka, mimi na wewe tungekuwepo hapa kwa amani namna hii? Tuangalie Rwanda, tuangalie Kongo zilichopitia. Leo hii ukienda pale Rwanda pale wana makumbusho ya taifa. Yale mauaji ya kimbali ya mwaka 94 hayakuacha salama. Kuna binti moja tulikuwa tunasali naye hapa miaka nyuma, ni Mnyarwanda.
aliwahi kuniambia, akaniambia sijawahi kufika Rwanda actual, zaidi ya kupita pale na kuelekea Goma pale. Nashuka pale na Rwanda Air, naingia pale navuka kwenda Goma, Kongo. Lakini sijawahi pale kutembea sana. Lakini anasema kwenye yale makumbusho ilikuwa ikifika kipindi wanakwenda kutembelea, walikuwa wakitazama wakiona namna hii mafuvu yale yana risasi, mafuvu yale ya watoto walibamizwa kwenye kuta na wale waasi wabaya walibamiza, mtoto kapasuka kichwa, walikuwa wanaanguka, wanazilai ovyo, wanasikia maumivu, uchungu. Mamilioni ya watu wamekufa kwa sababu tu ya kilichoitwa ukabila. Hiki kitu sio kitu kizuri kabisa kwetu. Kongo mpaka sasa hivi wako wanahangaika, na nimeenda kuhubiri several times Kongo. Sasa please, naomba sisi wenyewe tuijenge nchi. Namwambia kama prophet, tuijenge nchi yetu. Sisi waandishi wa habari, viongozi wa kidini, wanasiasa na makundi mengine wanaitwa wanaharakati. Yaani tufanye harakati nzuri, siasa nzuri, mahubiri nzuri yanayolenga kuijenga nchi, na yale yaliyopita tusiyakumbushie tena. Hakuna sababu ya kumua nyoka aliyekufa. Hatuna namna ya kufanya tena yale yaliyopita yarudi tena. Haiwezekani. Kila mtu kajifunza kwa nafasi yake. Sasa hapa najua ninachokizungumza hiki inategemea utakatakataje, na Bi Suguye kasemaje, yuko upande gani. Sasa iko ni kichwa chako tena. Ni kichwa chako, lakini mimi nataka uwe mjenga nchi yako, kwa sababu hapo najua utaenda kutafuta matusi tu. Yaani hapo matusi yatafumuka kwenye, yaani kuna mwingine ameandaliwa kutukana tu kwenye social media. Kwa sema unaona kashakula bahasha huyo. Kashakula bahasha. Sasa bahasha nimeshinda hapa na maombi yangu ya mfungo 9 kavu. Kwa ajili ya tukio. Bahasha nimekula wapi? Mwingine anasema unaona sasa tayari kashakumba, tunamwonaga Ikulu. Hapana. Kwani Ikulu nataka waende watu gani? Si watumishi wa Mungu wakaombe nchi. Na kama viongozi wanahitaji hekima watumishi wa Mungu, tukienda kule kuna shida gani? Si ndio uponyaji wenyewe, tuache waendelee kuharibika? Mimi naamini tukiwa pamoja namna hii kwenye nchi yetu, tukashikamana kwa umoja, kwa amani, tukaambiana kwa ustaarabu makosa yetu, ni vizuri sana. Hata mimi ukiona kuna mahali Nabii Suguye haendi sawa sawa, niambie, usinitukane. Ndio waambie watu wasaidizi wangu wapo, tunaomba kuonana na prophet. Umepuyanga. Kwambia wapi ndugu yangu? Hapa. Kaambia sawa, nashukuru. Kwa hiyo nifanyeje? Mimi msikivu, nitakusikiliza tu. Alafu nitamwambia Mungu, nimeambiwa nimepuyanga. Na nani? Na Jeni. Baada ya hapo ndio tunajenga nchi. Lakini kutokea hewani kunibomoa, sijui na nini, kunitukana, sana unaamsha tu hasira za watu, panic za watu, badala ya kujenga tunabomoa, hatufiki popote. Mungu awabariki sana. Mwingine. Je, nimekujibu? Vizuri sana, asante.